Kutangazia kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Classic FM 103.3. Tayari imetimia saa 4 kamili usiku. Karibu katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Msomaji ni Boniface Maguba. Kwanza muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aisihi jamii kujenga moyo wa kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Na rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu afariki dunia nchini Afrika ya Kusini alikokuwa akipatiwa matibabu maalum kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Habari kamili. Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameisihi jamii kujenga moyo wa kusaidia watoto wenye mahitaji maalum kwa kuchangia kwenye mahitaji yao ili kujenga jamii iliyo bora na yenye elimu, huku pia akitaka kutengenezwa mifumo stahiki itakayosaidia malezi na makuzi ya watoto hao. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameyasema hayo wakati aliposhiriki hafla ya harambee ya ujenzi wa kituo cha watoto wenye mahitaji maalum cha Bagamoyo Diaconic Lutheran Center iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo yeye mwenyewe amechangia shilingi milioni 150 na ofisi yake imechangia shilingi milioni. Aidha, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ametumia nafasi hiyo kuwapongeza viongozi wa dini kwa kuwa sehemu ya kuhubiri amani ndani ya taifa na kuwaomba kuendelea kuombea amani na usalama wa nchi, hususan katika kipindi hiki ambacho taifa linaingia katika uchaguzi mkuu hivi karibuni. Akizungumza awali, Askofu Mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dr. Alex Malasusa ametaja kiasi cha fedha kilichokusanywa katika harambee hiyo kuwa ni zaidi ya shilingi bilioni 4 za Kitanzania, ambapo ametoa wadau kuendelea na kuwaasa kujitokeza kuchangia watoto hao. Dar es Salaam. Tanzania imekabidhi nafasi ya uwenyekiti wa ushirikiano wa wakuu wa polisi wa kanda ya kusini mwa Afrika SAPCO kwa nchi ya Malawi, huku nchi wanachama zikisisitizwa kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na uhalifu unaovuka mipaka, ukiwemo wa mitandaoni ambao umetajwa kushika nafasi katika karne hii ya 21. Tanzania imetumikia nafasi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja, ikiwa imepokea kijiti hicho kutoka Zambia mwaka jana, na huu ni utaratibu wa SAPCO. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano mkuu wa mwaka wa 30 wa wakuu hao wa polisi, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa amesema changamoto kubwa za kiusalama zinazoukabili ukanda huo zinajumuisha uhalifu unaovuka mipaka, ukiwemo usafirishaji haramu wa binadamu, wizi wa magari, usambazaji wa silaha ndogo ndogo na nyepesi, pamoja na uhalifu unaotekelezwa kupitia mitandao ambao kwa sasa umeshika kasi. Profesa Kula Telesane ni mkurugenzi wa taasisi ya siasa, ulinzi na usalama, Sekretariat ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, amesema kupitia mipango na mikakati wameibua maeneo 4 ya uelewa ambayo yamewawezesha kusambaratisha makundi ya uhalifu yaliyopangwa, ikijumuisha ugaidi, uhalifu mtandaoni, biashara haramu ya madawa ya kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu na mengine. Dodoma. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Philip Mpango ameagiza taasisi na serikali za mitaa nchini kuongeza kasi ya utekelezaji wa hatua na sera zinazohusiana na utunzaji na uhifadhi wa mazingira ili kuepuka athari mbalimbali zinazotokana na uharibifu wa mazingira. Mheshimiwa Makamu wa Rais amelitoa agizo hilo hapa jijini Dodoma kwenye kilele cha maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani. Baadhi ya wadau wa mazingira wakizungumza kwenye maadhimisho hayo wameelezea nafasi yao ya kushirikiana na serikali katika kutunza na kuhifadhi mazingira nchini. Maadhimisho ya mwaka huu yameenda na kauli mbiu isemayo mazingira yetu na Tanzania ijayo, tuwajibike sasa kudhibiti matumizi ya plastiki. Dar es Salaam. Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amevitaka vyombo vya habari vinavyomilikiwa na chama hicho kuzingatia uweledi, hasa kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Balozi Nchimbi amesema vyombo hivyo vina wajibu mkubwa wa kutumia uweledi huo kutangaza mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Akizungumza leo wakati wa kikao na baadhi ya wakuu wa idara ya vyombo vya habari vya CCM,
wakiongozwa na kaimu mkurugenzi mkuu mtendaji wa Uhuru Media Group UMG Dennis Msaki, Balozi Nchimbi alisisitiza kuwa weledi wa vyombo hivyo uendelee kuwa mfano wa kuigwa katika tasnia ya habari nchini. Mazungumzo hayo yamefanyika katika ofisi ndogo za makao makuu ya CCM Lumumba jijini Dar es Salaam, ambapo pia aliwapongeza kwa namna wanavyoendelea kuwahabarisha wananchi kuhusu masuala yanayohusu uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Classic FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Zambia. Rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 68, chama chake kimesema. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na chama chake na kuthibitisha kifo hicho, imesema Lungu alikuwa akipokea matibabu maalumu nchini Afrika ya Kusini kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Lungu aliongoza Zambia kwa miaka 6 kuanzia mwaka 2015 na kushindwa katika uchaguzi na rais wa sasa na Hakainde Hichilema kwa kura nyingi. Baada ya kushindwa katika uchaguzi huo, alijiondoa kwenye siasa, lakini baadaye akarejea na kuonekana kuwa na nia ya kugombea tena urais. Ivory Coast. Takriban wafungwa 5 wameuawa na wengine 29 wamejeruhiwa, wakiwemo maafisa 6 wa magereza nchini Ivory Coast baada ya kutokea makabiliano kati ya vikosi vya usalama na wafungwa katika gereza la Bouak, kulingana na taarifa kutoka ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wa Bouak, walinzi walikuwa wakifanya msako wa kawaida katika vyumba vya gereza hilo waliposhambuliwa na wafungwa waliokuwa wamejihami kwa marungu na mapanga. Mwezi Aprili mwaka jana, wafungwa 12 walijeruhiwa katika tukio kama hilo katika gereza la Abidjan. Mfungwa mmoja pia aliuawa wakati akijaribu kutoroka pia katika gereza la Bouak. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aisihi jamii kujenga moyo wa kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Na rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu afariki dunia nchini Afrika Kusini alikokuwa akipatiwa matibabu maalum kwa ugonjwa ambao haujatajwa. Kufikia hapa ndio mwisho wa taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi naitwa Boniface Magupa na kutakia usikivu mema wa vipindi vinavyoendelea hapa Classic FM.